Yeremia 50 mstari wa 34. Hii ndio sifa ya jeshi, wewe ambaye unajiita jeshi, majeshi kwa ajili ya kipindi hiki ambacho unajiandaa na mission, na siku zote za maisha yako unapaswa kuwa na sifa hiyo kama jeshi la Bwana. Neno la Bwana la Yeremia 50 mstari wa 34 linasema, mkombozi wao ni hodari, Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Yeye atawatetea kwa bidii, apate kustarehesha nchi na kuwasumbua wakaao katika Babeli. Huyo ndiye Bwana ambaye tunamtumikia. Huyo ndiye Bwana ambaye anatupigania na kutulinda usiku na mchana, ambaye yeye anasema ni Bwana wa majeshi ambaye ni hodari. Kwa hiyo viongozi, tunapopita sisi kama majeshi, kuna majeshi mengine yanafia vitani, kuna majeshi mengine yanakimbia vita, kuna majeshi mengine yanakuwa na unyonge au yanaambatana na maadui. Yapo hayo majeshi, lakini wewe unapaswa kuichukua sifa ya huyu Bwana wa majeshi, uwe jeshi hilo hodari. Sasa ili utengenezwe, iwe jeshi hodari, ni lazima utengenezwe kwenye misingi ya aina ya maisha ya majeshi ya upande huo ambao upo nataka kwenda kupigana. Na ukitaka kutambua kwamba uko vitani, naweza kusoma kitabu cha Ayubu ile sura ya kwanza tu. Wewe kwamba kulala kwako, kutembea kwako ni vita, lakini Bwana anakupigania. There are unseen battles ambazo Mungu anakupigania usiku na mchana ili uweze kumtangaza yeye pale anapozidi kubarikia nafasi ya uzima. Sasa huu mstari ambao unasema mkombozi wao ni hodari, kama tunaenda kuwatangazia watu habari njema kwamba huyu Yesu mkombozi ni hodari, lazima na sisi tujiandae katika kuwa hodari. Sasa ili tuwe hodari, lazima tujiandae effectively. Tunaomba, tunafunga, maarifa ni muhimu. Ndio maana unasoma degree ya miaka 3 au 4 au 5 ili uwe hodari, ili ufae kwenda kufanya hiyo kazi. Sasa kama haujapata maarifa, ni kweli unapenda kuwa injinia wa simisi, ni kweli unapenda kuwa mtaalamu wa afya, daktari, lakini tutajuaje kama hujakaa darasani kwa miaka 5 ili uwe daktari? Maarifa. Kwa hiyo ukiwa unajiandaa kwa jeshi hodari la Bwana kwenda kuangamiza majeshi ya adui Shetani, ngome na falme za giza, lazima ujiandae kwa jeshi hodari. Kwa hiyo siku ya leo Mungu anataka kututengeneza kwa majeshi iliyo hodari. Hebu jipige kifua, sema mimi ni jeshi hodari la Bwana. Mimi ni jeshi hodari la Bwana. Sasa kichwa cha somo. Kichwa cha somo. Andika. Kipaumbele chako ni kipi? Kichwa cha somo. Andika kipaumbele chako ni kipi? Itapendeza ukiandika kwa sababu unakuwa unajiandaa. Unaenda mtaani pia ili ujue uhalisia wa hiki kitu. Kipaumbele chako ni kipi? Ninakumbuka wakati ninaelekea mtaani, nilikuwa ninajiuliza kwamba Mungu nimekutumikia. Sasa nataka nikamiliki vitu kadha wa kadha, nikafanya mambo kadha wa kadha. Nataka niendelee, lakini bado sitaki kuwa mtu ambaye nitakuacha wewe kwa sababu ya vitu ninavyovitamani vya huko nje. Akaniuliza tu swali moja, kwani kipaumbele chako ni kipi? Hasa kwenye kujua kipaumbele sahihi ndiko kwenye kupata vile vitu sahihi ambavyo Mungu amekuandalia uweze kuvipata. Sasa somo linasema kipaumbele chako ni kipi? Lakini pia, je, hicho kipaumbele chako ni sahihi? Lazima jiulize. Kipaumbele changu ni kipi? Lakini pia hii kipaumbele changu ni sahihi? Na usahihi wa kipaumbele chako unatokana na neno la Mungu, vile linavyokuelekeza wewe kwenye maisha yako unapaswa kuishi. Kwa hiyo kipaumbele changu ni kipi? Na je, hii kipaumbele changu ni sahihi? Kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Mathayo 6 mstari wa 33. Neno la Bwana linasema ya kwamba, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Hayo yote
mtazidishiwa. Unayotafuta hayo, Mungu hasemi atakupatia, anasema atakuzidishia. Hebu andika, kwenye maisha yangu nahitaji vitu gani? Andika. Ukajiuliza, kwenye maisha yangu nahitaji vitu gani? Nahitaji uchumi wa kiwango fulani. Ninahitaji ndoa, familia yangu iwe hivi. Ninahitaji taaluma yangu iwe dokta, sio dokta ya degree ya miaka 5, dokta ya PhD. Ninahitaji nimiliki makampuni, nimiliki taasisi za kishule, niwe kiongozi fulani, niwe hivi. Yes. Lakini hicho sio kipaumbele sahihi kwa Mungu. Kipaumbele sahihi kwenye hicho unachokitaji, lazima uhusishe kutafuta ufalme wake. Hicho unachokitaji, yeye anasema atakuzidishia, sio kukubarikia, sio tu kukupa, atakuzidishia. Mazidisho na utele ni utukufu wa Mungu. Tunapokuwa kwenye maisha ya mazidisho na utele, ni utukufu wa Mungu. Sasa maisha yetu yanapokosa utukufu wa Mungu, tunamwangusha Mungu. Na jana kuna sehemu nilikuwa nafundisha online, nilikuwa naambia kwamba tunashindwa kulitii neno na kulifuata neno hadi tunashindwa kuishi matunda ya Roho. Matunda ya Roho kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 hadi 23 yametaja mengi: upendo, fadhili, furaha, amani. Lakini kuna tunda moja la fadhili, napenda Wakristo tuwe nalo hili tunda la kufadhiliana. Rafiki yako, jirani yako, mtu ana uhitaji, nilikuwa natamani kumsaidia, lakini unashindwa kwa sababu hata ulicho nacho hakikutosha hata wewe. Lakini bado unatokea fursa ya kwenda kumtangaza Kristo, ile ambayo ni kipaumbele, ili aweze kukuzidisha. Anapotokea mtu ambaye anahitaji uweze kumfadhili, usiwe na manunguniko, uweze kumfadhili katika uhalisia na ushindi na furaha na amani. Lakini kwa sababu tunashindwa kulifuata neno, tunakosa utoshelevu wa kweli ambao unatosheleza maisha kwetu, hata tunashindwa kuwatosheleza sasa kuwasaidia na wengine. Kwa hiyo kama kuna sehemu na kwamba hujajua tu neno, kama unajua neno hujalitii neno. Kwa hiyo kama Mungu ametuagiza tuwe na tunda la fadhili, kama Mungu ametuagiza tuwe na tunda la fadhili, tunapaswa kuwa na utele. Wakati akina Petro, Simon, Yesu anasema washushe nyavu, yaani wao wanasema Bwana mkubwa, tumefanya kazi hii kuchosha usiku kucha, hatujapata kitu. Yeye alipoelekeza, alipotia ile maelekezo, hawakupata samaki wa kutosheleza wao pekee. Walipata hadi mitumbwi majirani ambao walikuwa wanavua samaki, mitumbwi miwili ikajaa, na bado haikutosheleza, kwa sababu walitii. Hata mimi na wewe nikihitaji utoshelevu ambao nitosheleza mimi hata kuweza kulishi tunda la fadhili, lazima niwe mtiifu kwa maelekezo ya Mungu. Maelekezo haya Mungu anataka uwe na kipaumbele sahihi kwenye maisha yako. Sasa kwenye swala la kipaumbele, jiulize mambo haya matatu ambayo yani ninavyokuelezea ndio ninazungumza hayo matatu, lakini sitakueleza kwa vipengele kwamba hiki ni hivi. Kipengele cha kwanza kwenye somo letu ambalo linasema kipaumbele chako ni kipi. Somo la kwanza, yani lengo la kwanza ambalo unapaswa kuelewa kila siku, uelewe kujua namna sahihi ya kuweka kipaumbele. Lazima uelewe namna sahihi ya kuweka vipaumbele vya maisha yako. Jambo la pili unalopaswa kuelewa, ninawezaje kujenga ufalme wa Mungu? Ninawezaje kujenga ufalme wa Mungu? Na jambo la tatu na mwisho, matokeo ya kujenga ufalme wa Mungu. Matokeo ya kujenga ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kwenye somo letu tunasema kipaumbele chako ni kipi? Jambo la kwanza unapaswa kuelewa, ujue namna sahihi ya kuweka kipaumbele vya maisha yako. Jambo la pili, namna ya kujenga ufalme wa Mungu. Na jambo la tatu, matokeo ambayo utapata pale utakapohusika kujenga ufalme wa Mungu. Na nimesha kuweza kwa uchache, matokeo ni kuwa na utoshelevu ambao utaweza kuishi tunda la fadhili kwa wengine pia. Sasa andika kitabu cha Mathayo sura 6 mstari wa 33. Mathayo 6:33. Lakini pia kitabu cha Mathayo 13:54 hadi 56. Mathayo 13:54 hadi 56. Lakini pia kitabu cha
Wafalme wa kwanza, kitabu cha Wafalme wa kwanza, Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 13 mpaka 14. Wafalme wa kwanza sura ya 3 13 mpaka 14. Kwa muda huu nitasoma kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 4 na 25. Zaburi 37 4 na 25. Na mstari wa mwisho ambao pia ukatafakari ni kitabu cha Mhubiri. Mhubiri sura ya kwanza mstari wa 2 mpaka wa 14. Mhubiri sura ya pili, Mhubiri sura ya kwanza mstari wa 2 mpaka wa 14. Sasa nitasoma kitabu cha Zaburi sura ya 37 mstari wa 4. Anasema, nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Daudi anaendelea kusema mstari wa 25. Anasema, nalikuwa kijana nami sasa ni mzee, lakini sijamwona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Nalikuwa kijana nami sasa ni mzee, anashuhudia alivyoliishi neno. Anasema nalikuwa kijana nami sasa ni mzee, sasa kumwona mwenye haki. Daudi kwenye Zaburi sura ya kwanza anatuelezea mwenye haki ni yupi. Zaburi sura ya kwanza, Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza, Daudi anasema, heri mtu asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Heri mtu asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia za wakosaji. Daudi anamwelezea mtu huyu ambaye anapaswa kuwa mwenye haki, ambaye kwenye Zaburi 37 mstari 25 anasema, lakini sijamwona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake. Sisi hapa tunahangaika. Je, wazazi wetu waliliishi neno kwa kipaumbele kwa kiwango kipi? Alafu jiangalie na wewe. Kuna maisha unayaishi sasa hivi, usipokuwa makini, hata watoto wako na wajukuu wako wataendelea kuishi hivyo hivyo. Kama wazazi waliishi hivyo, bibi zako waliishi hivyo, wewe unapaswa kulitafuta neno, kuliishi neno, ili uzao wako usije ukaendelea kuhangaika na ambacho wewe unahangaika nacho sasa hivi. Kwa sababu hata kiuchumi, hata kusema wewe ni tajiri, mbingu inahitaji uwe na wealth, yaani uweze kurithisha hadi wajukuu. Yaani wewe umeondoka, watoto wanaondoka, hadi wajukuu wafurahie haya matunda. Sasa huo uwezekano ni kwa kujua kipaumbele sahihi cha maisha na kuweza kuishi kwa hicho kipaumbele. Sasa nimekueleza kwamba unapaswa kuwa jeshi hilo hodari, kwa sababu unapaswa kuwa jeshi hilo hodari kipaumbele sahihi. Kipaumbele cha sahihi ni wewe kwenda kujenga ufalme wa Mungu, kwenda kutangaza ufalme wa Mungu. Kwa hata utakapoenda ofisini, popote utakapoenda, kupitia zawadi ya uhai, fedha, mali, chochote ulicho nacho kitumike kama mfereji wa kutangaza ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hebu unaweza kukiri hapo kwa kujiandikia kwamba nitahakikisha kwa chochote nilicho nacho ninahusika kujenga ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hii tafakari siku moja nitakushuhudia pale Roho Mtakatifu atakapo niruhusu juu ya neno kipaumbele chako si sahihi. Kuna sehemu niliingia nikajiona kabisa niko sehemu sahihi, lakini kwa hali ya nchi iko inaonekana ni sehemu sahihi, ila nilihangaika sana moyoni mwangu. Sentensi hiyo ilisaidia na kuniokoa kutoka kwenye ile eneo ambalo halikuwa sahihi kwa huduma yangu na kwa maisha yangu. Sentensi iko inagonga tu akili mwangu. Je, kipaumbele chako ni kipi? Kipaumbele chako ni kipi? No. Hili jambo litachukua muda wangu wote. Hili jambo litanipoteza kwenye focus ya kumtangaza Mungu. Kama alitahusika. No. Inawezekana mimi nikaweka kwamba ni kipaumbele sahihi, lakini nikaweka kwa badilisho kipaumbele changu lakini kisiwe sahihi. Kipaumbele cha maisha yangu lazima complement na ufalme wa Mungu. Sasa sisi sote kama tumeamua kwamba kipaumbele chetu ni kujenga ufalme wa Mungu na tumeambiwa kwamba mkombozi wetu ni hodari, kwa hiyo kwenye kila jambo ninalolifanya lazima nijiimarishe
kama Yeremia 50:38 anavyotuambia, nijiimarishe niwe jeshi hodari. Nikiwa jeshi hodari kwa njia ya maarifa, kama nausika kwenye neno la uchumi, nitengeneze majeshi ya Bwana yaliyo hodari kiuchumi, ambao ka finance ajenda ya ufalme. Kama mimi niko eneo la huduma, nisimame imara kutengeneza majeshi hodari ya watumishi wa Bwana, walimu, wainjilisti, mitume na manabii, ambao watasimama, waimbaji watakaosimama imara. Kama ninahusika kwenye eneo la kielimu, mifumo ya elimu, nihakikishe wanasimama watumishi wa Mungu kwenye mfumo wa elimu ambao utapenyeza ajenda za Mungu kule. Lakini wasipokuwa majeshi hodari, haitawezekana. Kama umechua kwamba kipaumbele sahihi ni kujenga ufalme wa Mungu, na wanahitajika kuwa majeshi hodari. Kama wataenda kwenye vyombo vya habari, ni kweli wamechua kipaumbele sahihi ni kwenda kumtangaza Bwana kwenye vyombo vya habari, mitandao ya kijamii. Lakini wasipokuwa majeshi hodari, kama Bwana yeye mwenyewe anasema ni Bwana wa majeshi ambaye ni hodari, ndio maana anafanikisha kustarehesha nchi na kufanikisha kuwaangusha adui zetu usiku na mchana. Tunatembea na tunalindwa na yeye, kwa sababu yeye ni hodari. Lazima na sisi tuwe hodari. Ndio maana kuna majeshi, ni majeshi kweli ya Bwana, wamejua kwamba yenyewe yanapaswa kumtangaza Bwana mitandaoni, lakini kwa sababu hawajaimarishwa, hawajaiva, wao wenyewe wameenda kuangushwa na mitandao hiyo hiyo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ajenda ya kanisa saa hii ni kuendelea kukuimarisha uwe jeshi hodari. Ukiingia kwenye sanaa, uwe jeshi hodari la Bwana. Ni kweli kujua kwenye sanaa napaswa kumtangaza Bwana, lakini je, umebeba sifa za Bwana kama jeshi hilo hodari? Sasa jinsi ya kulitengeneza hilo jeshi hodari la Bwana, kulitengeneza jeshi hodari la Bwana, jinsi ya kulitengeneza jeshi hodari la Bwana, andika kitabu cha Luka 19 mstari wa 10. Luka 19 mstari wa 10. Okay, tuna muda. Luka 19 mstari wa 10. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Majeshi yaliyo ndani yanainuka. Okay? Naanzia mstari wa 9. Luka 19 mstari wa 9. Anasema, Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Sasa niunganishe na kitabu cha Mathayo 4:18. Nimechagua kwa nimejua kwamba kipaumbele sahihi ni kumtangaza huyu Bwana. Ndio. Na kwa sababu yeye alikuja kuokoa na kutafuta kilichopotea, lazima na mimi nijicomplement kwenye hiyo ajenda ya huyu mfalme. Kwenye kitabu cha Mathayo 4 mstari wa 18 anasemaje? Huyu mfalme. Kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 18. Neno la Bwana linasema, naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro na Andrea nduguye, wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Walikuwa wavuvi. Kwenye uvuvi wako, kipaumbele chako ni kipi? Twende mstari wa 19. Anasema, akawaambia, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mstari wa 19. Kila siku tafakari. Akawaambia, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Tunasema watu tuende nao, lakini tumewafanya kuwa wavuvi wa watu? Anasema, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Kwa kabla sijawa mvuvi wa watu, lazima nifanye kuwa mvuvi. Kwa hiyo pamoja na kanisa inaweza kaandaa program ya kukusaidia wewe kwenda kuwa mvuvi wa watu effective, lakini bado
unapaswa kuwa na mission na vision ya kanisa kwa ajili ya agenda ya kwenda kumtangaza Kristo, bado na wewe mwenyewe unapaswa kuwa na mission na vision ya kwako binafsi, kwamba mimi nahitaji nikienda kule kwenye kitendo changu cha uimbaji, kwenye kitendo changu cha kupika, nina mission na vision ya Mungu hii. Lakini je, umeendelea kumsihi Bwana ufanye kuwa hicho kitu, uwe imara, uwe hodari, ili sio kaenda huko wewe kabadilishwa na hicho kitu? Kwa sababu utakapoenda huko, adui pia yupo kwenye hicho kitu, anaweza kukugeuza. Ndio maana wapo walioamua kuwekeza mtandaoni kwamba wahubiri Injili, kwa sababu hawakufanywa kwa hodari wao wenyewe, wakageuzwa na giza. Nisome NIV, inasema, come follow me, I will make you follow of fisher of men. Come, kitu cha kwanza. Cha pili, follow me. Cha tatu, I will make you. Kitu cha kwanza, ndio upo hapa kanisani, Yesu amekuita uende ukaifanya hiyo kazi. Je, umemfuata yeye na njia zake? Anasema follow me, ili akufanye. I will make you, nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. Kwa hiyo watumishi wanapoendelea kuandaa vipindi ambavyo vinaendelea kutufanya kuwa wavuvi wa watu, tusikoshe, tuhakikishe tunahudhuria. Sasa ili uwe huyo mvuvi hodari, hakikisha unapata mafundisho. Sasa kuna somo moja zuri ambalo I think tutapata wasaa kulikamilisha, training ya jeshi hodari la Bwana, ambalo likienda lenyewe ndo litashinda, sio lenyewe kugeuzwa. Kichwa, kuna mtumishi alikipa kichwa, anasema training of effective fishermen. Training of effective fishermen. Kuna hoja kama sita. Labda nizungumze hoja ya moja tu kwa muda huu. Nizungumze hoja moja. Andika kwamba you need to understand the sea. Unapaswa kuielewa bahari ambayo unaenda kuvua hao watu, hizo samaki. Unapaswa kuielewa, kwa sababu anasema come follow me, I will make you a fisherman. Samaki hawapatikani angani, wala samaki hawapatikani ardhini. Samaki wanapatikana baharini. Kama wanapatikana baharini, lazima ujue hiyo bahari ni bahari ya chumvi, kwa sababu vyanzo vya maji vinatofautiana. Maji chumvi, maji ya kawaida, kina, hali ya hewa ya ile eneo, mambo mbalimbali lazima uyajue. Je, umeshaanza kulijua ile eneo la unaoenda? Pilot study kwenye kila kitu. Mungu ni mtu ambaye ni mfanya biashara effective sana kwenye ajenda yake. Kwa hiyo kama unawasaka kwenye biashara, kuna kitu kinaitwa pilot study, au kuna ile business plan, kuna kufuatilia soko. Je, umeendelea kulijua rohoni? Unaomba, unafunga, unasoma neno ambalo tumepewa kama mwongozo wa lile eneo, ili kudraw kitu Mungu anasema juu ya ile eneo. Kwa hiyo bila ujuzi wa kuwa mvuvi kwenye hiyo bahari, wewe ndio unaweza kufa. Kwani wavuvi wangapi walifia baharini? Mtumishi, nina uhakika sio wote ambao wanaenda kufanya mjini, wakienda huko wanaimarika kiroho na wanapata shuhuda za kuuza, shuhuda za Bwana. Kuna wengine wanapata shuhuda za giza. Kuna wengine wakienda huko wanageuzwa. Yeye anaweza kujiona kwamba niko imara, ila pasipo kujua. Muangalie maisha yake baada ya, kwa sababu inawezekana alienda kumhubiria mtu, alimpa challenge, akaendelea kubaki na maswali moyoni mwake. Huyo Yesu, mbona nimesoma na nimeona kwa mwingine imefanyika hivi, lakini mimi sijaona hiki kitu kikifanikiwa. Anaendelea kujiquestion. Hiyo doubt hakuwa nayo kabla hajaenda kuhubiri Injili, ila baada ya kuhubiri Injili amebaki na hiyo doubt. Huyo mtu sio effective, hakujiandaa wala hakuandaliwa. Come
follow me, I'll make you. Come, follow me, I'll make you. Lazima uielewe dunia unayoiendea. Lazima uielewe vyema. Na uelewe watu hao. Lakini pia lazima ujue baharini kuna species nyingi za samaki. Baharini kuna species nyingi sana. Je, wewe umelenga species ipi? Na je, kila species inavuliwa kwa approach moja? Ndoano, nyavu, kila approach moja tu inatosha kwa aina zote za samaki. Je, wewe umejipanga kwa approach ngapi? Endelea kumsihi Roho Mtakatifu. Na mpaka sasa hivi Roho Mtakatifu amekufundisha mangapi? Oh. Asante Roho Mtakatifu. Naweza kusimama. Can you speak a lot? Yeah. Utakapoenda door to door, kuna approach ya kuiendea hiyo species. Kwenye maandalizi, wakati ninaingia kwenye hili kanisa, Mungu akanikumbusha hili kitu, akasema nikwambie kwamba unapoenda mission kuna maandalizi aina tatu. Kuna mambo ya kufanya kwenye aina tatu. Kwenye maombi unayofanya, kuna maombi unapaswa kufanya kabla hujaenda mission. Kuna maombi unafanya ukiwa mission, unafunga unaomba. Lakini baada ya haitoshi, unapaswa kuomba pia baada ya mission. Kwa sababu adui hakomi. Kwa kipindi hiki fanya maombi mazito, jiandae. Endelea. Utakapokuwa mission, mifungo na maombi inaendelea. Haitoshi. Baada ya hapo pia ili kulinda. Kwa sababu useme kiombea hiki kitu, jana kuna mtumishi alielekeza kwamba kitu ambacho umekipata kwa njia ya maombi. Kwa kama kuna soul, kuna roho unaziombea sasa hivi na kule Mungu ameachilia wepesi moyoni mwao kwamba zitoke kwenye giza. Hivyo baada ya kwenda kuhubiri hichi kweli zikatoka, haitoshi. Ni kuendelea kuziombea zikae kwenye wokovu. Yohana 15:16 anasema na matunda yenu yapate kukaa. Jiulize, umehudhuria mission 3, 4, 5, 6. Je, yale matunda yanakaa? Sifa ya mfalme wetu. Mungu anataka matunda yale tunayozaa yapate kukaa. Hebu tuombe tu kwa dakika moja. Mwambie Mungu, nisaidie kwa jeshi lile hodari. Nisaidie kuwa na kile kuomba, nisaidie kuwa na kile kusoma neno lako, nisaidie kuwa na kile kufunga, ili nikaende kwa effective, nisipaibishe kwenye ile kazi. Yesu, asante kwa watumishi wako. Yesu, asante kwa vijana hawa wakiume kwa hakika. Asante kwa ajili ya kila moja ambaye neno hili limesikiwa kwenye masikio ya kwake. Ninakusihi Bwana kwa neno lako ili likaende kubisa mioyo yao, likaende kuwabadilisha na kuwajenga kwa